Baba yetu Mwenyezi Mungu wa mbinguni, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tunakaribia kiti chako cha enzi. Mungu wetu, tunaabudu jina lako tukufu. Tunakupatia heshima ambayo Bwana unastahili. Wewe ni Mungu wa mbingu na nchi Bwana. Na hata hivyo Bwana umeshuka ili uweze kujifunua kwetu sisi ambao Bwana hatuna sifa katika ulimwengu wa sasa, kwa sababu tulikuwa sehemu yako kabla ya misingi ya ulimwengu. Nasi tunatoa shukurani nyingi Bwana kwa ajili hiyo, tukiomba utusaidie Bwana kuweza kuwa mashahidi waaminifu wa Bwana wetu Yesu Kristo, kuishi maisha ambayo yanastahili injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Asante Mwenyezi Mungu. Hatungetaka Bwana kuendelea katika haya maisha tukiwa na mzigo wa dhambi. Ninaomba kila mmoja wetu Bwana umsamehe na kuondoa kila kitu ambacho ni kinyume na haki, na tuweze kuwa ni watu wepesi katika hii safari. Tusaidie kwa namna zote Bwana. Najua mahitaji ya kila muaminio kama mtu binafsi. Ninakualika katika maisha yake uweze kumsaidia. Asante Mwenyezi Mungu. Pia wote ambao ni wagonjwa, wanateseka katika miili kwa sababu ya maradhi, ninaomba unyoshe mkono, uguze kila mmoja na uondoe maradhi yote. Hebu na kila kitu kifanyike kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Hebu na neno lako Bwana linene na kila mmoja wetu leo hii. Pokea sifa na shukrani, tunaomba kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ningetaka tufungue Biblia zetu katika Warumi mlango wa 8. Warumi mlango wa 8. Kwanza tutasoma mstari wa kwanza na wa pili. Baadaye tuteremke mpaka mstari wa 16 na ule wa 17. Lakini kwanza tutaanza hapo mwanzoni. Mstari wa kwanza na wa pili. Mstari wa kwanza na wa pili katika Warumi inasema, Biblia inasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru bali na sheria ya dhambi na mauti. 16 na 17. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Na kama tu watoto, basi tu warithi, warithi wa Mungu, waridhio pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Bwana ongeze baraka. Tunaweza kuketi. Mahali tumesoma pale pa kwanza, Biblia imesema ya kwamba hakuna hukumu juu ya wale walio ndani ya Kristo. Tunasikia jambo hilo. Na kisha Biblia inasema ya kwamba mahali pengine tumesema siku nyingi katika Wakorintho, ili tuweze kuingia ndani ya Kristo tunabatizwa kwa roho mmoja. Tunaingia ndani ya Yesu Kristo, na tukiingia pale hakuna hukumu juu ya maisha yetu. Na tulipoenda hapo mstari wa 16, tukasoma maandiko yakisema ya kwamba sisi ni warithi wa Mungu na tunarithi pamoja na Kristo. Lakini unaona jambo la kwanza pale, mstari wa kwanza na wa pili ni kwamba ili tuweze kurithi tunafaa kuwa ndani ya Kristo. Pasiwe na kizuizi chochote cha kutuzuilia kurithi yale yote ambayo Mwenyezi Mungu ametuahidi. Baada ya kusoma maandiko hayo, ningetaka kuendelea kuongea juu ya Roho Mtakatifu. Kazi yake, nimekuwa nikiongea hilo jambo, kazi ya Roho Mtakatifu. Lakini leo hii chini ya kichwa hicho cha Roho Mtakatifu, ningetaka kuongea juu ya kusafisha hati ya kumiliki. Clearing the deed. Kusafisha hati ya kumiliki ndio maneno ningetaka kuongea kuhusu. Tumesoma hapo tukasikia kwamba sisi ni warithi wa Mungu. Na sisi ni warithi pamoja na Kristo. Ni kusema Kristo ndiye mrithi mkuu, nasi tunarithi pamoja naye.
kwa sababu ingawa ni Mungu alijifanya mwanadamu, na alipojifanya mwanadamu akawa mzaliwa wa kwanza, na hiyo inamfanya mrithi pia na inatufanya warithi pamoja naye. Ndio sababu unasikia katika sehemu mbalimbali za ujumbe nabii akisema hivi, kile chote ambacho Mungu alikuwa alimimina ndani ya Kristo, na kile chote Kristo alikuwa anamimina ndani ya mwaminio, ili tuweze kuwa warithi pamoja. Nafikiri tunaona jambo hilo. Na tukiongea juu ya hii hati ya kumiliki ambayo tunajua kwa Kiingereza ni title deed, hati ya kumiliki ambayo inaonesha umiliki na inaonesha ile mali na kilicho katika ile mali. Tunajua kwamba hati miliki ni neno la Bwana, kwa sababu ahadi za Mungu ziko katika neno la Bwana. Kwa hiyo neno la Bwana ni hati ya kumiliki, na katika hii hati ya kumiliki kuna ahadi kubwa sana ambazo Mungu ameweka mle ndani. Kuna ahadi kubwa sana ambazo Mungu ameweka mle ndani. Amesema ya kwamba katika kizazi hiki tutakuwa na kimo cha Yesu Kristo, watu wakamilifu ambao wanafanana na Yesu Kristo kwa kila njia. Amesema jambo hilo. Hilo ni jambo ambalo tunapata katika ile hati ya kumiliki. Ni kusema katika neno, maana kama vile nimesema hapo awali, neno ndilo hati ya kumiliki. Amesema ya kwamba hiki ni kizazi cha imani kamilifu na upendo mkamilifu. Alipoongea juu ya imani kamilifu, alisema imani kamilifu na upendo mkamilifu ni mapacha. Huwezi kutenganisha imani kamilifu na upendo mkamilifu. Ili tuweze kuwa na imani kamilifu, yabidi kwanza tuweze kuwa na upendo mkamilifu, ili tuweze kuwa na imani kamilifu. Wakati aliongea juu ya imani hii, alisema ya kwamba leo hii sitaki kuongea juu ya imani ya aina yote tu. Ningetaka kuongea juu ya imani kamilifu. Si imani yoyote tu, lakini ningetaka kuongea juu ya imani kamilifu. Akasema hivyo kwa sababu ni ile imani ambayo itahitajika hata kuweza kugeuza miili yetu. Anasema sio imani tu, ni imani kamilifu ambayo inahitajika igeuze mwili wako kwa ghafla tuende ngambo ile nyingine. Alisema ya kwamba kuna uwezo wa kuumba, creative power, na yeye mwenyewe akatumika kuonesha vile ambavyo hilo jambo linafanya kazi. Kuna mifano pale ambayo Mungu alionesha kupitia maisha ya nabii. Na hilo jambo halikuwa la nabii peke yake, ni Mungu alikuwa anatuonesha vile angetaka waaminio wale wengine wawe. Kwa hiyo akaleta mmoja pale, akatangulia kuonesha mmoja ili tuweze kuwa na kielelezo cha vile ambavyo Mungu anatarajia. Ameongea juu ya uwezo wa kuumba, creative power. Amesema unaweza kufunga shetani kama fundo. Amesema jambo hilo, kufunga yule mamba, kuweza kuwa na uwezo juu ya dhambi na nguvu za shetani zote ziweze kufungwa na muaminio, na muaminio aweze kuishi kwa njia ya ushindi mkamilifu. Amesema mambo hayo, na haya mambo ninataja ni baadhi ya mambo yaliyo katika ile hati ya kumiliki. Ameongea juu ya sauti ya malaika mkuu. Sauti ya malaika mkuu anasema ndio ilimfufua Lazaro ile siku alikuwa amekufa, na hiyo sauti ndio ilifufua watakatifu wa Agano la Kale wakati Yesu Kristo alikufa, na hivi sasa inawekwa ndani ya biharusi. Ndio sababu nabii akasema, na si nabii alisema, ni Mungu alimwambia chukua kalamu, kazi ambazo Bwana Yesu hakumaliza wakati akiwa hapa zitamalizwa na biharusi. Naona biharusi atahusika kufufua wale wamelala ndani ya Kristo na mambo mengine mengi. Sauti ya malaika mkuu ikiwa ndani ya washirika wa biharusi. Hiyo ni ahadi nyingine katika ile hatimiliki. Nabii ameonyesha katika ujumbe ya kwamba tunafaa tufike mahali neno la Bwana liweze kuwa na mamlaka hivi kwamba hakuna maradhi yatakushika. Acha kuondoa maradhi yanawekwa nje ya maisha yako. Kama vile ambavyo nimesema wiki iliyopita, Juma unasema wakati maradhi yanakuja unaonesha ile ishara. Unaonesha ile ishara, unasema mimi ni mmoja ambaye ana ile ishara, kwa hiyo maradhi hayana uwezo juu yako. Unaambia shetani akae na maradhi yake. Maradhi yanakosa kuushika.
Tunaweza kuweka maradhi nje kwa sababu ya mamlaka ya neno yakiwa ndani yetu. Tunaweza kuwa na furaha ambayo imepita ufahamu wote. Joy unspeakable. Tunaweza kuwa nayo. Unaweza kuishi maisha ya furaha licha ya kile ambacho kinafanyika katika hii dunia na hali ngumu ya uchumi na migomo na bei ya petroli. Unaweza kuishi kwa furaha kwa sababu Mungu haendeshwi na hali za ulimwengu, na muaminio hatakiwi kuendeshwa na hali za ulimwengu. Anatakiwa kushawishiwa na Roho Mtakatifu peke yake. Unaweza kuwa na hiyo na hiyo furaha. Unaweza kuwa na uwezo wa kupitia angani kama Philip. Ninaamini hivyo. Ninaamini ya kwamba unaweza kuwa na ule uwezo wa kupitia angani uende mahali pengine pakiwa na haja. Kifika mahali tuseme ya kwamba huwezi kupata visa ya kwenda katika nchi nyingine na unahitajika kwenda pale, sio lazima utumie visa. Unaweza kwenda kama Philip. This is not far-fetched. Hili si jambo ambalo liko kule mbali ambalo tunajaribu kuvuta hapa na haliwezekani. Haya ni yale yanawezekana. Tumeshaona hilo katika Biblia lilifanyika. Mambo haya yote yako katika ile hati ya kumiliki. Na hati ya kumiliki kama vile nimesema hapo awali ni neno la Mungu. Lakini wacha nikuoneshe jambo lingine. Tunasema ya kwamba hati ya kumiliki ni neno hili. Hii ndio title. Ni neno hili la Bwana. Na siku ya leo wakati mihuri 7 imevunjwa, limefanywa dhahiri. Yale tusingeweza kuelewa kwa kusoma tu, sasa Mungu ameyafanya dhahiri. Ndio sababu huwa tunasema ujumbe wa siku ya leo ni mwangaza. Unakuja kuiangaza hii Biblia, tuone yale mambo yalikuwa yamefichwa pale ndani. Na huwa tunasema pia ujumbe ni tafsiri rasmi ya Biblia hii. Hakuna tofauti ya ujumbe na Biblia. Biblia ndilo neno la Mungu, lakini ujumbe ni tafsiri rasmi ya Biblia hii. Tafsiri ya Biblia si wanatheolojia, ni neno la Bwana la siku ya leo. Lakini pia nimekuambia wakati uliopita ya kwamba nafsi yako ni neno hilo. Neno hilo la kizazi, nafsi yako hata wakati huko umeokolewa ilikuwa ni neno hilo, ingawa haijahuishwa. Sijui kama unakubaliana nami hapo. Si unaona vile nabii anasema juu ya jiwe jeupe pale katika ule mlima wa Pyramid, anasema hivi, jua halijawahi kuangazia mahali hapa. Na wakati wewe huko umeangaziwa nafsi yako, ni jua halikuwa limewahi kuangazia mahali hapo. Kuangazia wapi? Kuangazia nafsi yako. Si ni kweli? Jua halikuwa limeangazia hapo, ikimaanisha Roho Mtakatifu, lakini Mungu alikujua siku moja jua litaangazia hapo. Nafsi yako ni kusema ni hati ya kumiliki. Kwa sababu haya mambo tunasoma katika ujumbe ambayo nabii alifundisha, yaliyo katika ujumbe pia yalikuwa katika moyo wako. Lakini wewe huko unajua, wala sikuwa ninajua, lakini hayo yote nimetaja saa hii yako katika moyo. Katika hali ya chemechembe, katika hali ya kulala. Na inahitaji kuamshwa. Kwa hivyo haya tunasoma hapa, William Branham aliyataja ni mengi sana, nimetaja machache. Hayo yako na yamekuwa siku zote ndani ya moyo wako, lakini huko na habari. Ndio sababu wakati ujumbe unaletwa unaamsha nafsi, kwa sababu kilicho hapa kiko ndani yako. Kilicho hapa kiko ndani yako. Kwa hivyo hiki kikiongea kile kinaamka. Hiki kinaongea kile kinaamka. Kwa sababu haya ndiyo yale. Haya yaliyo katika kitabu ndiyo yale yaliyo katika moyo. Kwa hivyo sijui kama unaona moyo ni hatimiliki. Unaona jambo hilo? Moyo wako ni hatimiliki. Mambo haya uliteuliwa kuwa nayo kabla ya misingi ya ulimwengu. Na hiyo ndio sababu unakuwa sehemu ya neno, wala huwezi kutenganishwa na neno. Hata haijalishi ni watu wangapi wataja ujumbe, mteule hawezi kuacha ujumbe. Alikuwa sehemu ya jambo hili kabla ya misingi ya ulimwengu, na hata watu kujaribu kumuondoa pale ni kupoteza wasaa. Hawezi kuondoka pale, maana hata kukaa pale si uwezo wake wa kujidumisha pale, aliwekwa hapo na Mungu. Hawezi kwenda mahali pengine, yeye na neno ni kitu kimoja. Na anataka zaidi ya Yesu. Anataka zaidi ya Yesu. Unaona jambo hilo? Kwa hiyo haya tunasema ya kwamba yako katika hati ya kumiliki, yako katika moyo wako, maana moyo wako ni neno la kizazi hiki.
Ni neno la kizazi hiki likuwa limelala, halikuwa limeangaziwa na jua. Ni kusema moyo wako ni jiwe jeupe pia, halikuwa limeangaziwa. Sasa likiangaziwa, yaliyokuwa kule ndani yanaanza kuonekana. Yanaanza kuonekana, tunayaona. Naona, na ndio sababu huwezi kubishana na watu juu ya neno. Ya kwamba nilienda mahali, nikashuhudia hao watu, wakakataa neno, sasa uanze kuwachukia. Hakuna haja. Na hakuna haja ya kutukana mtu, kwa sababu hata si Ukristo. Kwa sababu hili jambo Mungu alimaliza kabla ya msingi ya ulimwengu. Akasema ni akina fulani ndio wataliamini. Hawa wengine watajaribu kuamini, watashindwa. Wale wengine wako nje kabisa. Sikia vile nabii anasema katika ujumbe ambao unaitwa The Unveiling of God, Mungu akijifunua. Anasema kuna mambo yanasemwa maksudi bila maelezo. Na anatoa mifano, anasema hivi, wakati Yesu alisema isipokuwa mle mwili wangu na mnywe damu yangu hamna uzima, hakueleza hilo jambo, aliachia hapo. Likakwaza sana. Wale 70 ambao waliondoka wasiandamane naye tena walikuwa ni wahudumu. Sio tu washirika, walikuwa wahudumu. Na walikuwa na neno, wakaenda zao. Wakati aliongea juu ya kula mwili, wakaanza kuulizana, huyu Bwana anawezaje kutupa mwili wake tule? Kwa sababu wanaliona kimawazo na kibinadamu ya kwamba ni kula mwili wake kabisa, nyama za mwili. Wakaondoka, wakaenda zao. Unaona? Anasema kuna mambo yanasemwa namna hiyo maksudi. Anasema na katika kufanya hivyo, anasema yanafungua wengine macho. Yanafunga wengine macho. Na yanasababisha wengine kuanza kufikiria. Unaona hapo ameweka makundi matatu ya watu. Ameweka makundi matatu, si ni kweli? Kuna wale wanafunguliwa macho, kuna wale wanafungwa, na wengine he causes some to ponder. Wengine wanaanza kufikiria hilo jambo. Kwa hivyo hawajafunguliwa macho na hawajafungwa, lakini wanaanza kufikiria. Makundi mangapi? Matatu. Na ni neno limetamkwa, linafungua mteule macho. Linafunga uzao wa nyoka macho. Mwanamwali mjinga anakaa hapo akianza kufikiria ni kitu kizuri, lakini sijaona kabisa. Inakuwa ni hivyo. Naona, kwa sababu haya mambo Mungu alimaliza kabla ya misingi ya ulimwengu. Na tujapo katika haya maisha huko hapa, haujaja hapa ili uweze kubuni chochote. You are not here to reinvent the wheel. Hakuna kitu unaanzisha kipya. Mungu alimaliza kabla ya misingi ya ulimwengu. Sasa ni uende utafute kiti chako kiko wapi, ukalie hapo. Ukalie hapo. Kwa sababu yaliisha. Hakuna kitu kipya unaleta, hakuna kitu kipya ninaleta, ni kila mtu apate nafasi yake, akalie hapo. Na ukipata nafasi yako, hakuna mtu anaweza kukutoa. Hiyo nafasi ni yako. Ndio sababu muaminio si mtu wa kubishana na watu. Eti watu hawataki ujumbe, unawapatia ujumbe, wanatukana. Sio kazi yako kubishana na watu. Ukielewa ya kwamba mambo haya yaliisha na ya kwamba tumekuja katika haya maisha ili kila mmoja adhibitishe nafasi yake, hutabishana na watu. Nabii anasema ukienda kwa askofu mmoja wa madhehebu mwambie haya mambo ya neno na akatae, nabii anasema inaonesha hakuteuliwa. Bishop hakuteuliwa. Unaona? Unaachana naye. Usikae pale kubishana na mtu ambaye hakuteuliwa. Wala si kupenda kwake. Kutokuteuliwa kule ni Mungu alimaliza haya mambo kabla ya misingi ya ulimwengu. Na Mungu ni mwenye haki hata wakati ananyima mtu mmoja mfunuo. Yeye ni mwenye haki. Si ni kweli? Yeye ni mwenye haki. Kwa sababu lazima awe na vyombo vya kuangamiza. Na hiyo yote ni haki yake. Wala hatuwezi kumswali kwa njia yote. Mungu na atusaidie. Sasa angalia hapa, nimeongea juu ya hati ya kumiliki. Baada ya kusema hivyo, kumbuka vile ninaita ujumbe leo hii, nasema ni kusafisha hati ya kumiliki. Unajua kunaweza kuwa na hati ya kumiliki na ukose kurithi chochote pale. Kwa sababu kuna madai yanaweza kuwa juu ya hiyo hati ya kumiliki. Kuna kitu nabii hapa anaita abstract. Abstract of title. Anasema ya kwamba abstract hii ni ya kuonesha ya kwamba madai yote ambayo yako juu ya haki ya kumiliki yameondolewa.
Ni kama hivi, tuongee tu mfano wa kawaida. Wakati unaenda kununua ardhi, unajua ili semekane ardhi ni yako, unapatiwa hati ya kumiliki. Unatoa fedha zako, mnabadilishana, unapatiwa hati ya kumiliki na inasajiliwa katika ofisi ya ardhi. Inakuwa sasa ni mali yako. Lakini mtu mwenye hekima hawezi kwenda kununua kabla ya kufanya uchunguzi pale katika hiyo ofisi. Unaweza kununua hewa. Unaweza kununua hewa usipofanya utafiti pale. Wengi wamenunua hewa na pesa zimeenda, huwezi kurudishiwa, lakini kwa sababu hukufanya uchunguzi hakuna ardhi pale. Unaona? Unaweza kuuziwa barabara. Ile inaitwa road reserve. So, hatujaona watu wakiuziwa road reserve na wanajenga nyumba za orofa. Alafu siku moja serikali inakuja inaangusha nyumba hizo. Watu wanashikwa na mshtuko wa moyo, wengine wanaanza kufa hapo. Kwa sababu pesa zake zote za kustaafu aliweka hapo. Lakini alinunua barabara. Kwa nini? Kwa sababu hakufanya kitu kinaitwa due diligence. Hakuchunguza vizuri jambo hilo. Ili aone ya kwamba hii hati ya kumiliki hakuna tatizo, haina shida. Sasa unajua wakati unaenda kununua, kuna hilo jambo watu wanaita search. Unaenda kutafiti. Kuna karatasi unaenda pale, ukienda kwenye Wizara ya Afya ya Ardhi, samahani, kuna karatasi unapatiwa, hiyo karatasi inaitwa ya search, official search. Unaandika kile ambacho unataka. Unaweza kuandika ningetaka kujua hali ya sasa ya hii ardhi. Alafu wanaingia kule kwenye record kuu, wanaandika haya mambo, wanaandika, unaambiwa kuja baada ya siku kadha wa kadha, unaenda pale unaoneshwa hali ya ardhi hiyo wakati huu. Kama kuna madeni, kama kuna amri ya mahakama juu yake, kama kuna kitu kinaitwa succession. Yaani tuseme kama mwenye title, mwenye hii hati alikufa, watoto wake sasa wanapitia ule mchakato wa kurithi mali hiyo kupitia mahakama. Kama kuna jambo kama hilo linaendelea, mambo hayo yote unaoneshwa pale. Haya. Na ikiwa hiki ambacho nabii anasema kinaitwa abstract, kwa sababu ni kuonesha historia ya hii ardhi, hapa Kenya hatutumii kitu hicho kinaitwa abstract ama neno hilo. Hapa Kenya kuna kitu kinaitwa green card. Tuseme kadi ya kijani, green card, na hiyo inaonesha historia hilo shamba. Kutoka wakati ambapo serikali ilipatiana hiyo ardhi mali ya kwanza, mmiliki wa kwanza alikuwa ni nani, aliuzia nani, hali yake ya sasa, kama kuna mkopo wa benki, hii imetumiwa kuchukua mkopo kwa benki, kama kuna mtu ameweka caution, ile ambayo unaenda pale kwa sababu una maslahi, unaenda unaweka kizuizi, mwingine asihusiane na hilo shamba kwa njia yote. Mambo hayo yote yanawekwa katika hiyo inaitwa green card, ambao ni sawa na hii abstract tunaongea juu yake. Labda hapa kuna deni, hujalipa kodi ya ardhi, ile inaitwa land rates na rent, labda hujalipa kodi ya ardhi. Mambo hayo yote yanawekwa katika green card kuonesha hali ya hilo shamba ambalo labda unataka kununua. Sasa lazima hayo mambo yote kwanza yaondolewe na green card kuonesha ya kwamba kila kitu sasa kimesafishwa. Hakuna deni ya benki, hakuna amri ya mahakama, kodi zote zimelipwa za ardhi na kila kitu kimeondolewa ili uweze kumiliki ardhi hiyo. Kwa sababu usipofanya hivyo unaweza kutoa pesa zako lakini hautamiliki ardhi hiyo. Kwa sababu kuna vizuizi juu yake. Kuna vitu ambavyo vimeishika ile hatimiliki. Na hayo ni katika maisha ya kawaida tukiongea juu ya ununuzi wa ardhi. Lakini nabii ameleta hiyo mifano ili tuweze kuelewa. Tukija kiroho ni hivyo. Nimesema ya kwamba ujumbe ambao tumepokea siku ya leo ni hati ya kumiliki. Neno la Bwana ni hati ya kumiliki. Na nikasema ya kwamba nafsi yako ni sawa na neno. Nikusema nafsi yako ni hati ya kumiliki. Lakini inaweza kuwa na madai na vizuizi juu yake. Na unaweza kukosa kumiliki chochote hata ukiwa na hiyo hati ya kumiliki. Kama unajua hivyo,
na hiyo hati ya kumiliki hata wakati ulikuwa katika dhambi ndugu. Wakati ulikuwa unacheza mpira kule vijijini ukiwa center forward, ulikuwa bado na hati ya kumiliki katika nafsi yako. Ingawa hukuwa na habari na hukuwa unarithi chochote, kwa sababu kuna vizuizi juu ya hiyo hati ya kumiliki. Wandugu na wadada, ni muhimu sana kuzaliwa mara ya pili, na usipuuze jambo hilo. Na utakutana na watu katika huu ujumbe ambao watakwambia ukiamini message na kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo mambo tosha. Ya kwamba ukiamini message, ukiamini ujumbe na umebatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo, ya kwamba kuamini kule na kubatizwa kule ndio kuzaliwa mara ya pili. Na si ukweli. Kuzaliwa mara ya pili ni ujuzi kutoka mbinguni. Ni ubatizo wa Roho Mtakatifu na moto. Aweze kuondoa mzizi wa dhambi, aweze kuondoa utu wa kale, ili kusudi uzaliwe mara ya pili. Na uweze kuwa na haki ya kurithi kila kitu ambacho Bwana Yesu Kristo alikomboa. Uweze kuwa na haki hiyo. Usikubaliane na hilo wazo ya kwamba kuamini message ni Roho Mtakatifu. Sio kweli. Wala huwezi kunionyesha mfano wote katika maandiko ambao unafanana na huo. Maana hata kanisa la kwanza ambalo lilizaliwa siku ya Pentecost, tunajua Bwana Yesu Kristo alikuja kwanza, miaka 3.5 akaita wanafunzi wake, akaanza kuwafundisha neno. Aliwafundisha mambo mengi sana. Japo kuna mambo hangewafundisha, maana katika hiyo hali ya kutokuzaliwa mara ya pili wasingeelewa. Tumesema hivyo wiki jana. Kasema Roho Mtakatifu akija hata na hayo atawaonesha. Lakini aliwafundisha neno miaka 3.5. Na hata hivyo hawakuwa sawa. Baada ya kuwafundisha neno miaka 3.5, na hata kwingine anamimina upako juu yao wafanye miujiza, watakase wenye ukoma, hata wafufue wafu, na kusema ufalme wa Mungu umekaribia. Wamwandalie njia ili baadaye aje katika vile vijiji. Anasema licha ya mambo hayo yote hawako sawa. Hawako sawa. Wanakata watu masikio. Unaona? Na wako na neno. Wako na neno. Petro anakata mtu sikio. Wanataka kujua mkubwa ni nani. Wewe ondoka, mimi ndiye mkubwa. Na wako na neno na wanafanya miujiza. Na mambo mengine mengi ya kimwili. Walikuwa na mengi ya kimwili. Wanaona mwingine akifukuza pepo, lakini kwa sababu haiko katika grupu yao, wanamwambia wacha. We have exclusive rights. Sisi tuko na haki tu ya kutoa pepo. Tusione mwingine akijaribu. Mpaka wivu ulikuwa miongoni mwao. Na kutengeneza kambi za ujumbe. Yesu akawaambia kama mtu hayuko kinyume nasi, huyo yuko upande wetu. Wacheni wivu. Unaona? Na hawa watu wako na neno. Lakini kuna jambo hawajageuzwa. Licha ya mambo haya yote Bwana Yesu akamwambia Petro, wakati utaongoka. Hakusema wakati utaokoka. Nafikiri kuna tofauti hapo. Wakati utaongoka, maana yake converted, kugeuzwa. Tuseme hivi, walikuwa wameokolewa kwa sababu ya kuchaguliwa kutoka mwanzo. Lakini hawajafanywa kazi ya kuondoa mzizi wa dhambi. Sasa Petro anaambiwa wakati utaongoka. Ni kusema wakati utageuzwa. Wakati utaondolewa ile asili ya kwanza. Sasa imarisha wale wengine. Uimarishe wale ndugu wengine na dada wengine, waimarishe. Ukisha kuongoka, saa hizi huwezi kuwaimarisha. Unaona ni Yesu Kristo ananena maneno hayo. Ilibadilika siku gani? Haijabadilika. Yesu Kristo ni jana, leo na hata milele. Ikiwa hivyo ndivyo alifanya na kanisa la kwanza, hawezi kufanya jambo tofauti. Lazima afanye vile alifanya na kanisa la kwanza. Ya kwamba unatangulia na neno. Baada ya kusikia hilo neno, unafundishwa neno, inakuja siku ya Pentecost. Na hiyo siku ya Pentecost ni ya kuondoa madai yote yaliyo katika ile hati ya kumiliki. Ni ya kuondoa dhambi, ni ya kuondoa mzizi wa dhambi, ili kusudi uzaliwe mara ya pili. Haiwezi kuwa tofauti wa ndugu. Lazima iwe vile vile. Nafsi yako ni hati ya kumiliki. Kwa sababu ni neno likiwa limelala. Lakini linahitaji kuamshwa. Lakini hata baada ya kusikia ujumbe na sasa umeamka, huwezi kurithi kwa sababu kuna madai.
Ile title iko na baggage. Tuseme hivyo nikisema hivyo si tutaelewa lugha ya kisasa. Najua lile neno wanatumia pale kwa title ni neno ngumu sana. Na hatuhitaji sisi, unajua haja yetu katika kuleta neno sio ufasaha. Sio ufasaha. Hata si kutumia lugha mufti. Hatuna haja na mambo hayo. Tunataka tu watu waelewe neno. Kwa sababu kama tungetumia lile neno wanatumia pale kwa hati ya kumiliki, wanasema encumbrances. Kitu kama hicho. Yani ni mizigo, ni kubebeshwa. Ile title imebebeshwa mizigo. Haiko wazi, ina madeni na mikopo na mambo kama hayo. Unaona, sasa ndio nikasema baggage. Ya kwamba sasa umeamka, umesikia neno, umesema amina, na kweli hili neno ni kweli, lakini ili mradi hujazaliwa mara ya pili, una baggage. Kuna vitu umebeba pale. Na kwa sababu ya hiyo baggage, kuna vizuizi katika ile hati ya kumiliki, na huwezi kumiliki ule mzigo ukiwa pale. Kuna kizuizi. Ukienda kununua shamba na mtu alienda akaweka caution, akaweka kizuizi pale, huwezi kununua. Huwezi kununua. Kwa sababu kuna mtu alienda fanya nini? Ana maslahi pale, anasema mimi pia nina sehemu katika hii ardhi na naona wengine wanataka kunipokonya, wacha nifunge. Mtu yote asifanye lolote juu ya ardhi hiyo. Sasa ukiwa na ule mzizi wa dhambi pale, shetani ameweka caution. Si kweli? Kwa sababu hiyo ni asili ya ulimwengu. Sio asili ya Mwenyezi Mungu, ni asili ya ulimwengu. Tulizaliwa katika dhambi. Na sasa huwezi kurithi ukiwa namna hiyo. Sijui kama unajua Mungu hawezi kuishi mahali ambapo nyoka anaishi. Haiwezekani. Wacha tusome ujumbe hapa ambao unaitwa kuchomoza kwa jua. Ningetaka tusome hapo kuchomoza kwa jua. Na hapa ni aya 246, tuende hapo mpaka ya 48. Ningetaka usikie anavyosema hapa nabii. Anasema samahani kidogo tu. Anasema hivi, kuchomoza kwa jua, anasema like the Pentecostal experience today and the coming of the Holy Ghost in these last days as promised is like the abstract to a title deed. Anasema ujuzi wa Pentecost siku ya leo, kule kuja kwa Roho Mtakatifu wakati huu wa mwisho, ni sawa na hicho ambacho kinaitwa abstract, yani kusafisha ile hati ya kumiliki. Tumesema kwa mfano katika mambo ya kawaida hapa Kenya hakuna abstract, wanasema green card. Lakini hiyo ni ya kuonesha kwamba kama unataka kununua hii ardhi, madai yote dhidi ya hii ardhi yameondolewa. Sasa nasema Roho Mtakatifu anafanya kazi hiyo. Kwa hivyo neno ni hati ya kumiliki. Lakini Roho Mtakatifu anasafisha ile hati ya kumiliki ili uweze kurithi mali hiyo, kwa sababu sasa hakuna kizuizi. Hakuna kizuizi. Nabii anasema now you can get a title, sure. Unaweza kupata hati ya kumiliki, you can get a title to a place, but that still don't say it is yours. Unaweza kupata hati ya kumiliki na bado ardhi hiyo ama mali hiyo isiwe yako. Anasema no sir. Anasema la. Anasema somebody way back yonder could come in and put a claim on it. Na mumejua hapa Kenya mahakama zimejaa kesi za mali na ardhi. Mtu anakuja anasema hii mali ni yangu na niko na hati ya kumiliki. Naye mwingine anakuja anasema hivyo hivyo. Kwa hivyo hiyo mali inakaa hapo na haitawasaidia, kwa sababu labda wakati mwingine mahakama inaweza kuweka court order. Mtu asihusike na hiyo ardhi mpaka wakati ambapo hii kesi itaisha. Na wewe uko na title mkononi, naambiwa hata usiingie. Anasema unaweza kuwa na hati ya kumiliki na isiwe yako. Kwa sababu mtu anaweza kutoka mbali aje na aweke dai juu yake. But when you get an abstract, lakini wakati unapata hii abstract ya kusafisha hati ya kumiliki, that shows everything that is ever against it is struck off, plumb back from the foundation. Wakati unapata hii abstract ambayo inasafisha hati ya kumiliki, kuonesha kwamba ya mambo yote ambayo yalikuwa kinyume yameondolewa. Sasa inakuwa wazi, unaweza kumiliki. Anasema hivi, and when a man has said that he believes the word. Wakati mtu anasema ya kwamba ameamini neno kwanza. Amesikia neno limemwamsha. Ameamini neno.
And when the Holy Spirit comes, lakini sasa wakati Roho Mtakatifu anakuja baadaye, baada ya kuamini neno, Roho Mtakatifu anakuja baadaye, it is the abstract to the title. Ni ya kusafisha ile hati ya kumiliki. Ile hati isiwe na madai ya kukuzuilia kurithi yaliyomo pale. Sasa hii inasafisha na kuondoa yale madai. Sasa hii hati ya kumiliki ni huru, unaweza kurithi chochote ambacho kimewekwa katika ile hati. Anasema sikia vile nabii anasema samahani, and that gives you permission when you have that abstract that every bit of that belongs to you and everything on it belongs to you. Anasema ajapo Roho Mtakatifu ili asafishe hiyo hati ya kumiliki, ni kusema ya kwamba umepatiwa ruksa ya kwamba kila sehemu sasa ni yako. Hii mali yote sasa ni yako. Ahadi zote ambazo zimewekwa hapa ndani ni zako, sasa unaweza kumiliki. Na anasema amina nabii, and that gives us the abstract. Hiyo inatupatia kusafishwa kwa ile hati ya kumiliki. When the Holy Ghost comes upon this title deed, na hiyo inaondoa hili wazo ya kwamba nikiamini message niko na roho. Si unasikia vile nabii anasema roho akija juu ya hii hati ya kumiliki, mangapi hapo? Mawili. Anaongea juu ya roho akija juu ya hati ya kumiliki. Kwa hiyo kuna hati ya kumiliki na kuna roho. Na hiyo nakuambia hati ya kumiliki ni neno. Na kisha roho anakuja aondoe madai yote ambayo yalikuwa dhidi ya hiyo hati ya kumiliki. Haya, tuendelee kidogo. Ni mambo yaliyo wazi. Unajua ukitaka ujumbe uwe mgumu utakuwa mgumu. Lakini ujumbe hautakiwi kuwa mgumu. Unatakiwa kuwa ni rahisi sana kwa mtoto wa Mungu. Lakini ukitaka kufanya mambo complex na complicated, mambo magumu, yatakuwa magumu. Na hutapata imani na niwe yataumiza. Acha tuende kwa urahisi. Yule mtu Mungu alitutumia katika kizazi hiki, alikuwa ni mtu rahisi sana. Hata vocabulary hana. Ni maneno yale ya kawaida kabisa. Hakuna msamiati, yale ya kawaida kabisa. Unaona jambo hilo? Andika jambo lolote, neno lolote gumu katika table ya ujumbe na hutaona hata moja. Result, matokeo, hata moja hutaona. Kwa sababu Mungu alituma mtu ambaye hana msamiati. Anaongea kwa lugha ya kawaida sana, ashike watu wa kawaida. Lakini hawa watu wa kawaida ni watu wa kiroho. Sio watu tu. Sikia hapa. And that gives us the abstract. Hiyo inatupatia kile ambacho kinasafisha hii hati ya kumiliki. When the Holy Ghost comes upon this title deed that God saw back yonder before the foundation of the world. Wakati roho anakuja juu ya hii hati ya kumiliki ambayo Mungu aliona kabla ya misingi ya ulimwengu, and put it name on the book of life, na kuweka jina kwenye kitabu cha uzima, but was born through a man and a woman, lakini ulizaliwa kupitia mwanamke na mwanaume, and subject to sin, na ukawa chini ya dhambi, and guilty of sin, na ukawa na hatia ya dhambi. But when I believed on it, lakini wakati unaamini yale yaliyo katika hii hati ya kumiliki. Nimesema hii hati ya kumiliki kuna hii na kuna ile iko ndani. Is that true? Moja ni wazi, open, kwa sababu imesemwa katika neno. Hiyo nyingine imefichwa kwa sababu iko ndani yako. Kopi moja ni open. Kopi moja, nakala moja iko wazi, na ile nyingine imefichwa. Na ndio sababu unaona wakati upinde wa mvua unatokea, umewahi kuona ukiwa round? Ni semisako, ni nusu, si kweli? Hiyo nusu nyingine iko wapi? Nabii anasema inafichwa na ardhi, Inatakiwa kuwa, upinde unatakiwa kuwa duara, lakini nusu inafichwa na ardhi. Ardhi ni nani? Ni wewe. Kwa hivyo kuna sehemu iliyo wazi, hata watu wa dini wanaona neno limesema, lakini kuna sehemu nyingine iliyo chini ya ardhi. Unaona jambo hilo? Na hiyo sehemu iliyo chini ya ardhi inafanana na iliyo juu. Kwa sababu ni kuendelea kwa ile duara, Unaona? Kama kuna hiyo rangi nyekundu katika upinde inaendelea, lakini hiyo sehemu nyingine iko chini ya ardhi. Are we together? Kwa hivyo tuweze kuelewa jambo hilo, na ndio sababu wewe unakubaliana na neno likiletwa. Likisema jambo fulani unasema amina. Kwa sababu kama huku juu kuna rangi nyekundu katika upinde na kule ndani kunayo.
Kwa hivyo hii nyekundu ikiongea hapa, ile inasema amina. Kwa sababu ni jambo lile lile. Kuonesha ya kwamba nafsi yako ni hati ya kumiliki. Lakini sasa ulizaliwa chini ya dhambi, nilizaliwa chini ya dhambi. Na hiyo ikaleta asili ya ulimwengu kuja hapo kuikandamiza ile nafsi. Sasa huwezi kumiliki kwa sababu kuna slave master. Unaona? Kuna moja pale ambaye anakutawala, unakuwa ni mtumwa wake. Ndio sababu tunahitaji hilo jambo liondolewe, hati ya kumiliki iweze kuondolewa, mambo haya yote, mzigo huu, dhambi hii iweze kuondolewa, uweze kurithi yaliyo pale. Yale yaliyo katika hati ya kumiliki yaweze kutokea, yaweze kuonekana. So nabii anasema hivi, but when I believed on it, lakini wakati niliamini hii hatimiliki ujumbe, I received the deed, nikapokea hati ya kumiliki. Kwa sababu nimeamini ujumbe. Ni hati ya kumiliki, lakini huwezi kumiliki wakati ambapo kuna madai katika hii title. Lazima Roho Mtakatifu aje kusafisha, kuondoa mzizi wa dhambi, ili madai yaweze kutoweshwa, uweze kumiliki. Manake hakuna caution, hakuna kizuizi. Unaona? But when I believed on it, I received the deed. Nilipoamini nikapata hati ya kumiliki. But when the Holy Ghost came, lakini baadaye sasa nikisha kuamini niko na hati ya kumiliki lakini siwezi kurithi. Lakini kwa sababu ya yale madai kuna nyoka katika nafsi yangu, lakini sasa Roho Mtakatifu akija, but when the Holy Ghost came, it was the abstract that everything against me, whether my mother done it, my father done it, my grandmother done it. Unaona? Wakati Roho Mtakatifu anakuja, anaondoa kila kitu ambacho kilikuwa kinyume nawe. Haijalishi kama ni babu alifanya, na laana ikaanza kutembea katika ule ukoo. Roho Mtakatifu akija, anakata mambo hayo. Na sijui ni kwa nini waamini wengine wanataka kuishi kwa mambo ya ukoo. Unajua kwetu ilisemekana ya kwamba usioe kabila fulani, na hiyo ni sauti ya babu, na nimeona kweli wale wameoa vile ambavyo tulikatazwa huwa wanakufa. Unaona? Wanaweza kufa kwa sababu wako katika ile laini. Lakini wakati Roho Mtakatifu anakuja, anakata ule upuzi wote. Ule upuzi unaondolewa. Unaona? Kwa sababu yale madai yalikuwa kinyume nawe, yote yanaondolewa, uweze kurithi kila kitu ambacho Mungu aliahidi. Unaona jambo hilo wandugu? Wakati sasa madai haya yanaondolewa, haijalishi ni laana gani ama shida gani iliingia katika ukoo. Wewe unakuwa ukoo tofauti. Jambo hilo lote linaondolewa, laana za ukoo. Na hapo chini kama tungeendelea kusoma, sikia vile anasema hapo chini kidogo. Anasema 249, like the little epileptic child I prayed for a few minutes ago that came through from the grandparents. The epilepsy fell down and upon the child I said. Nabii anasema kama huyu mtoto niliombea dakika chache zilizopita alikuwa na kifafa ambacho kilitoka kwa babu zake. Unaona? Amerithi kwa sababu hiyo laana iko katika ule ukoo, lakini sasa ameombewa, hilo jambo limeisha. But when the abstract has come, wakati hili jambo la kusafisha hati ya kumiliki linakuja, it struck off, omitted everything. I'm an abstract holder then. Iliondoa kila kitu ambacho kilikuwa kinyume nami. Na ndio sababu pale tulisoma tukianza katika Warumi, wale walio katika Kristo hakuna mtu anaweza kuwahukumu. Hakuna hukumu juu ya maisha yao. They are free. They have been discharged. Naona, unajua hata title, hati ya kumiliki ardhi ya kawaida, ikiwa na mkopo wa banki, ikiwa na mkopo, na labda ungetaka kununua lakini unaambiwa uko na mkopo, lazima muende mlipe. Alafu inasemekana discharge of charge. Discharge. Kulikuwa na charge, kulikuwa na, unajua charge ni kama mashtaka kama mzigo uko pale. Sasa kudischarge ni kuondoa kile ambacho kilikuwa kimelalia ile title ya kwamba haiwezi kukusaidia. Na sasa wakati dhambi imeondolewa, umekuwa discharged. Umewekwa huru. Sasa unaweza kumiliki kila kitu ambacho kimeahidiwa katika ile hati ya kumiliki. Nafikiri mnaona umuhimu wa Roho Mtakatifu. Ndio sababu nimekuwa nikiongea juu ya Roho Mtakatifu kwa njia mbalimbali uweze kuona umuhimu wake.
Yeye ndiye atakusaidia na atanisaidia kuweza kurithi na kukamilika na kuwa kama Kristo. Hakuna jambo lingine litatusaidia. Na ndio sababu ninaleta hili jambo vile Mungu ananisaidia kutoka pembe tofauti ili tuweze kulishika. Ikiwa labda leo unaweza labda nimeongea mambo ya hati ya kumiliki, inaweza kusaidia mwingine kuona vizuri zaidi. Wiki iliyopita niliongea kwa njia nyingine tofauti, labda mwingine alisaidika kuona vizuri zaidi. Tuweze kuona umuhimu wa jambo hili kwa sababu sisi ni warithi wa Mungu. Tena tuko majira wa Efeso, mahali ambapo tunabarikiwa na baraka zote za rohoni. Bwana atubariki sana. Ninaona wakati wetu umeisha, nisingetaka kupita pale. Acha tuombe. Mungu wetu, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mara nyingine tunatoa shukrani zetu tena kwa wingi kutoka vilindi vya mioyo yetu. Umetupatia hazina kubwa sana, rasilimali ya kiroho ya neno lako Bwana. Na neno hili Bwana tunaweza kujiona mle ndani, na kwa macho ya imani tunaweza kuona majina yetu yakiwa pale uliandika kabla ya misingi ya ulimwengu. Ninaomba utusaidie Bwana, kila mmoja wetu tuweze kuingia katika urithi huu, na ni kwa njia kamilifu. Tuweze kufurahia kila kitu ambacho Bwana Yesu alikomboa kwa ajili yetu, na kila kitu ambacho tulikuwa tumetenganishwa nacho Bwana, tuweze kumiliki tena kwa jina la Yesu Kristo. Msaidie kila mmoja hapa aweze kuwa na ushirika nawe Bwana, uweze kusema naye kila wakati, aweze kusikia sauti yako. Tunahimidi jina lako, tunasema unastahili. Takasa mioyo yetu Bwana na mawazo, tuondolee hatia zote Baba. Pokea sifa na shukrani. Daima tunaposikia neno, tusaidie Bwana kutafakari neno hilo. Tunajua wakati wa kutafakari huwa unaleta mwangaza zaidi, ili muaminio aweze kuona urithi huu kwa njia ambayo ni dhahiri. Asante Baba, pokea sifa na shukrani. Tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.